Ndugu zangu katika imani, likizo ni kipindi ambacho watu wanapewa kwa ajili ya mapumziko. Likizo ni kipindi ambacho watu wanapewa kwa ajili ya mapumziko. Watu fulani waliokuwa wakifanya jambo fulani wanapatiwa muda kwa lengo la kwenda kupumzika kutokana na ile kazi waliokuwa wanaifanya, lakini pia kwa lengo la kujiandaa na kazi ile kwa muda mwingine ambao unaokuja. Inaweza ikawa ni kwa watu katika kampuni, inaweza ikawa ni kwa wanafunzi katika masomo yao, kwa maana wanafunzi wanasoma katika masomo yao, kuna muda huwa wanapewa walikizo. Ndugu zangu katika imani, leo tupo katika tarehe 5 mwezi wa 12 2025, sawa na tarehe 14 Jamada al-Akhir 1447 Hijiria. Ni siku ambayo vijana au watu wataianza likizo yao, wataanza likizo yao ambayo wanayopatiwa ya kila mwisho wa mwaka, kwa maana mwezi wa 12 unakuwa ni mwezi wa likizo. Ndugu zangu katika imani, wakati au huu muda wanaopewa una nafasi gani katika Uislamu? Ayuha almuslimuna ibadallah, yu'addu alwaqt min athmani ma yamlikuhu al'abd. Yu'addu alwaqtu min athmani ma yamlikuhu al'abd. Inahesabiwa wakati, muda ni katika kitu cha thamani zaidi anachokimiliki mja, na wakati ndiyo maisha ya mja. Alwaqtu huwa alhayat, wakati yani muda ndiyo maisha ya mtu. Fa idha daa alwaqt daa alhayat. Utakapopotea wakati, utakapopotea muda kwa mtu, basi yamepotea maisha yake, kwa sababu wakati ndiyo muda au ndiyo maisha ya mtu. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kama ambavyo ilipokelewa katika sahihi mbili, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'alu an arba'i. Hautoondoka, hautopiga hatua unyayo wa mja wowote siku ya kiyama mpaka atakapoulizwa kunako mambo manne. La tazulu qadama 'abdin, hautopiga hatua, hautonyanyuka unyayo wa mtu wowote siku ya kiyama hatta yusalu an arba'i, mpaka atakapoulizwa mja huyo kunako mambo manne. Miongoni mwa mambo ambayo aliyotaja alayhi salatu wasalam, akasema wa an umrihi fima afnahu, na ataulizwa mja huyo kunako umri wake, aliutumia katika mambo gani, aliufanyia kazi umri wake katika mambo gani. Mufassirina wakatuambia, wa hadha a'zamu dalilun mimma yadullu ala anna alwaqta athmanu mimma yamlikuhu al-insan. Na hadithi hii inajulisha ya kwamba wakati ni katika kitu cha thamani zaidi anachokimiliki mwanadamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hatoruhusu mja yoyote kupiga hatua siku ya kiyama mpaka atakapoulizwa kuhusiana na wakati wake aliutumia katika mambo gani. Ndugu zangu katika imani, imekuja katika hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibayya faqala kum fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abilu sabil. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idha amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idha asbahta fala tantadhiru al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Abdullah ibn Umar anasema, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibayya, kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alinishika mabega yangu, faqala, akanambia, kum fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abilu sabil, ishi katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, na alikuwa Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yao wote wawili akisema, idha amsayta fala tantadhiru sabah,
itakapokuwa imefika jioni kwako wewe, fala tantadhiru sabah, basi usije ukaisubiri asubuhi, kwa maana ukawa una yakini kabisa kwamba wewe utafika asubuhi. Wa idha asbahta, lakini utakapopambazukiwa wewe na siku ukaiona asubuhi, fala tantadhiru almasa, basi usisubiri jioni, kwa maana hauna uhakika kama ile jioni utaifika. Wa khudh min sihatika limaradika, na chukua nafasi katika afya yako kwa sababu ya maradhi yako. Wa min hayatika limautika, na uchukue nafasi katika uhai kwa ajili ya umauti wako, kwa maana utende matendo ambayo yatakayokunufaisha wewe baada ya kufa kwako. Katika wakati ambao uko hai, uko hapa duniani, inabidi utumia wakati huo kutenda matendo ambayo yatakayokwenda kukunufaisha wewe kule unapoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii likizo imekuwa ikitumiwa kwa mambo mengi sana kwa Waislamu, imekuwa ikitumiwa kwa mambo mengi sana kwa vijana wa Kiislamu, kwa wazazi pamoja na watoto. Wamekuwa wakiitumia likizo hii kwa lengo la kwenda katika maeneo ya anasa, kwa lengo la kwenda kuweka sawa akili zao katika sehemu ambazo zimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuwa ikitumiwa likizo hii kwa lengo la kwenda katika zile sehemu zisizofaa, kwenda katika maeneo ambayo yana ikhtilafat baina ar-rijal wan nisa, yana michanganyiko baina ya wanawake na wanaume, kwenda katika maeneo ambayo yanapatikana maasi ndani yake ikiwemo uchafu wa zina, kwenda katika maeneo ambayo inapatikana ndani yake miziki na vitu vinginevyo ambavyo vimeharamishwa katika sheria na dini yetu ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba huu wakati wa likizo hii na wakati wowote ule ambao unautumia, ujue kabisa wakati huo utakwenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huo wakati uliokuwa nao ndio kitu cha thamani zaidi kwa mwanadamu. Kwa hivyo basi, hii siku ya leo ambayo imeanza likizo kwa wanafunzi, imeanza likizo kwa watu mbalimbali, wafahamu ya kwamba watatumia vipi muda wao kunako kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia pamoja na mtume wake alayhi salatu wasalam.